Akiwapa tuzo wanafunzi 20 waliofanya vizuri katika mitihani ya kidato cha 6, Mheshimiwa Pinda amesema serikali inaangalia uwezekano wa siku zijazo kuwapa fursa zaidi ya kujiendeleza katika vyuo vya nje ya nchi na hasa katika fani zitakazojenga uwezo wa taifa. Mheshimiwa Spika, mafanikio ya vijana hawa yametokana na juhudi kubwa za wanafunzi wenyewe kujiwekea malengo na kufanya bidii katika kuyatimiza kwa nidhamu. Huu ni mfano mzuri kwa vijana wetu kutumia fursa waliopewa na serikali na wazazi wao pamoja na walimu wao kutimiza malengo yao. Ni mfano mzuri unaofaa kuigwa na wanafunzi wengine kote nchini. Nidhamu ndiyo siri ya mafanikio, hususan katika kujituma na kufuata vizuri maelekezo ya walimu. Hii ni pamoja na kuepuka makundi mabaya yanaweza kuwa kikwazo katika kupata mafanikio hayo. Pamoja na pongezi hizi, Mheshimiwa Spika, tunayowapa vijana wetu leo, nitumie fursa hii kuwaeleza kwamba sasa wanatarajia kujiunga na vyuo vya elimu ya juu. Huko vyuoni kuna masomo, lakini pia kuna changamoto. Tunatarajia kuanzia mwaka kesho, tutakapokuwa tunapata fursa kama hii, tutoe taarifa vile vile juu ya wanafunzi waliokwisha kutangulia ili muweze kujua wanaendeleaje huko waliko. Waziri wa Elimu na Mafunzo ya Ufundi Mheshimiwa Dr. Shukuru Kawambwa amesema katika mitihani ya kidato cha 6 kwa mwaka 2012 jumla ya wanafunzi 40,190 walifanya mtihani, ambapo wanafunzi waliofaulu kwa kiwango cha daraja la kwanza hadi la 3 walikuwa wanafunzi 35,201 sawa na 76.66%. Mheshimiwa Spika, tunawapongeza vijana hawa ili kuwatia moyo na kutoa hamasa kwa vijana wengine waliopo shuleni. Katika hafla hii kila mwanafunzi atazawadiwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu cheti, kompyuta pakato ama laptop moja na fedha taslimu shilingi 200,000. Kila mwanafunzi mmoja atapata cheti, laptop moja na fedha taslimu shilingi 200,000. Aidha, kila shule iliyotoa mwanafunzi au wanafunzi bora itazawadiwa shilingi milioni 1. Aidha, kufuatia tukio la utoaji tuzo pamoja na kompyuta pakato kwa kila mwanafunzi, baadhi ya wabunge wametoa hoja ya serikali kuwafadhili katika vyuo vya kimataifa nje ya nchi, huku wengine wakitaka serikali kuboresha shule za sekondari za kata ili kuongeza idadi ya wanafunzi watakaofanya vizuri mwakani. Ila tutaendelea kutoa rai kwa serikali iwekeze na kuboresha zaidi katika shule za sekondari za kata ili mwaka unaokuja tuone angalau wanafunzi wanaongezeka zaidi. Manake 90% ya wanafunzi waliokuja kufaulu hapa kwetu ni wanafunzi wa vipaji maalum. Kwa tungependa mwaka kesho wanafunzi wa shule za sekondari za kata idadi iongezeke. Serikali inajua wote wameajiriwa wapi, kwa sababu ilitakiwa watoto ambao wana vipaji basi wao wakimaliza mafunzo yao wafuatiliwe na wapate ajira serikalini ili kuendelea kupata wataalamu. Sina uhakika kama watoto wote ambao tumekwisha wapongeza hapa, serikali inajua baada ya mafunzo yao wameajiriwa wapi au wamepata ajira za uhakika. Aidha, bunge limepitisha makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi kwa mwaka wa fedha 2012-2013 yenye jumla ya shilingi bilioni 742.471 kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo na shughuli za ofisi. Kutoka bungeni mjini Dodoma, mimi ni Henry Mabumo wa ITV.